بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تعالى وتوفيقه وامتنانه tunaendelea na darasa zetu za tauhid kupitia kitabu التوحيد جاء الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. Leo tunaanzia kwenye mlango wa 31 wa kitabu hiki kwa mujibu wa chapa yangu. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم، صم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ولذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. huu ni mlango wa kauli ya Allah aliyekuwa ametukuka pale aliposema kuna baadhi ya watu wanaofanya kinyume na Allah miungu wengine. Wapo katika watu wanaofanya miungu mingine kinyume na Allah.
yuhibbunahum wanawapenda kahubbillah kama vile waumini wanavyompenda Allah. Katika moja ya tafsiri unaweza kutafsiri hivyo, kahubbillahi as-sadir min al-mu'minin, kahubbillahi kama vile waumini wanavyompenda Allah. Hiyo miungu yao wanaipenda kweli kweli kama vile waumini wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini wana mapenzi makubwa zaidi na Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini wana mapenzi makubwa na Allah. Katika baadhi ya vitabu aliishia hapo hapo, yuhibbunahum kahubbillah, chapa baadhi yake, chapa nyingine aya inaendelea mpaka mwisho. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini wana mapenzi makubwa zaidi wa Allah. Walau yara alladhina zalamu, na laiti wataona wale waliodhulumu, laiti kama wataona, idh yarawna al'adhaba, wakati watakapoiona adhabu, anna alquwwata lillahi jami'a, kwamba nguvu zote ni za Allah, wa anna Allaha shadidul adhab, na kwamba Allah ni mkali wa adhabu. Laiti wangeliona hilo, basi wangeacha kuwafanya wengine wasiyekuwa Allah kuwa ni waabudia, wangeliacha hilo. Sheikh rahimahullahu ta'ala ameifanya aya hii ya 165 ya suratul Baqara kuwa ndio unwani, ndio tarjama, ndio unwani ya mlango huu. Lakini pia mlango huu unaweza kuitwa babul mahabba. Huu ni mlango wa mapenzi. Huu ni mlango muhimu kwa sababu matendo yote yanayofanywa na viumbe yanatokana na mapenzi ya moyo. Kikawaida mwanadamu hafanyi ila lile analolipenda. Ima atafanya jambo analolipenda kwa ajili ya kujiletea manufaa au kwa ajili ya kujiondolea madhara. Kwa hiyo siku zote mwanadamu anapolifanya jambo huwa analipenda ima kwa dhati ya jambo lenyewe au kwa sababu nyingine. Hii ndi tabia ya kibinadamu ilivyo, na ndio maana ibada imejengwa juu ya msingi wa al-mahabba. Ibada imejengwa juu ya msingi wa mahabba, bali ndio hakika na ndio ukweli na ndio kiini cha ibada. Kwa sababu unapokuwa unafanya ibada wewe ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuwa na mahabba na mapenzi na ile ibada na Allah subhanahu wa ta'ala, ibada yako inakuwa ni kama ganda au kama kapi tu, haina roho ibada ile. Wafanya kwa kulazimishwa, wafanya ili watu wakuone, yani kuna vitu mbalimbali vinakulazimisha kukusukuma kufanya, hauna raha na ibada yenyewe. Mpaka uwe waifanye ile ibada ile kwa mapenzi kutoka ndani ya moyo wako, ndio ile roho ya ibada inapatikana pale. Patapatikana unyenyekevu na khushu, roho yako iko imeridhika, moyo umekunjuka, umetulizana katika jambo, akili imetulia kwa sababu jambo lile wewe walipenda. Kwa hakika hasa na kiini cha ibada imejengwa juu ya mahabba, juu ya kupenda. Mahabba hayo ndio yatakufanya wewe yale yalionekana magumu wewe kwako yakawa mepesi, kama anavyosema Allah subhanahu kuhusu as-salah, wa innaha lakabiratun illa ala man illa ala al-khashi'in. Kwa hakika swala ni jambo kubwa, jambo zito, isipokuwa kwa wale wenye kupondokea kwenye taa, isipokuwa kwa wenye kunyenyekea. Swala sio jambo dogo. Wachilia mbali kudumu katika ile swali, ile namna ya kuswali tu. Mtu ambaye hajazoea kuswali akisimama katika swala, akiinama, akiinuka, akikaa,
utajua huyu hajui kuswali, hajawahi kuzoea jambo hili. Ile namna yake tu ukaje utajua kwamba huyu ajifunza kuswali. Si jambo dogo, ni jambo kubwa. Lakini kitu gani kinalifanya jambo hili sasa liwe dogo na lione kama ni jambo jepesi? Ni yale mahaba, kwa sababu jambo ushaliamua kutoka ndani ya roho yako, ndani ya moyo wako. Kwa ni msingi madhubuti sana wa kupenda, na hili ndilo ambalo limewapelekea washirikina waiabudu miungu yao kwa kuwa wanaipenda. Ndio pale ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapowaambia na kuwasomea maneno ya maana kabisa ya kuelezea hakika ya ile miungu wanayoiabudu, kwamba hili jiwe wewe si ulilichonga mwenyewe kwa mkono wako, hili jiti si gogo hili si umelichonga mwenyewe wewe. Sasa hili kweli laweza kukudhuru? Laweza kukunufaisha? Kiakili tu ya kawaida ya kibinadamu, jambo umelifanya wewe, umelitengeneza, halikuwepo, wewe ndio umelileta. Kama si wewe basi baba yako au babu yako, wao ndio wamelitengeneza. Hili laweza kukudhuru? Hili halikudhuru wala halikunufaishi. Lakini majibu yao na mwitikio wao wakatafsiri kwamba anawafanya wao wapumbavu na anaitukana miungu yao. Itakuwaje? Atukana miungu yetu? Nasema isikiwa leo, kwani yaona? Yasema sema sasa. Lakini yale mapenzi ya vile vitu yakawa yamewapofua macho yao na nyoyo zao, wakatafuta sababu nyingi za kujitetea na kuikataa haki. Lakini ukiangalia msingi mkubwa ni mahaba, na mambo mengi unayoyafanya wewe ambayo ni mambo ya sawa, utaona tayari nafsi yako imeyaridhia, imeyapenda. Na hata yale yasiyofaa, ukiangalia msingi mkubwa ni kwamba hiyo tabia au hilo jambo wewe ulipenda, kwa sababu hiyo ndio tabia ya kibinadamu ilivyo. Sasa umewekwa mlango huu kuonyesha kwamba mapenzi yote yatakiwa yaende upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio hali ya waumini. Sasa wako katika watu baadhi wanaojifanyia waungu, waabudiwa kinyume na Allah, wanawapenda hawa waabudiwa wao kama vile waumini wanavyompenda Allah. Sema walioamini wana mapenzi makubwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mahaba inagawanyika katika sehemu mbili. Mahaba ya kwanza, aina ya kwanza ni mahaba ya kiibada, na haya yanapelekea mtu kumfanya awe dhalili, adhalilike kwa yule anempenda. Mahaba ibada, wampenda Allah basi utakuwa dhalili kwa Allah, na kuna taadhim ndani yake, kumuadhimisha Allah. Kama wapenda sanamu basi utakuwa dhalili kwa sanamu, wapenda mzimu utakuwa dhalili kwa mzimu, na utaadhimisha, taadhimu itakuwepo. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza ya mahaba. Kwa upande wa waumini, mahaba haya wanayaweka maalum khasatan kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala hawapendi kitu kingine zaidi yake subhanahu wa ta'ala. Haya ni al-mahabbatul khassa. Na aina ya pili ni mahaba ambayo sio ibada, bali mingine yanaweza kawa ni wasila ya kupelekea kwenye ibada, kama kuwapenda watu wema na wengineo katika mambo mazuri. Haya yanapelekea kwenye ibada. Kadhalika amali njema kama swala na zaka na amalul albir, hayo yote yanapelekea katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndio mapenzi makuu. Na kuna aina ya mapenzi au mahaba
mahaba ya huruma, kwa kuhurumia kitu, kama vile mzazi kumpenda mwanawe au mtu kumhurumia na kumpenda mtoto mdogo au kuwapenda wanyonge, wagonjwa, na kuwahurumia, kuonyesha mahaba kwao. Pia kuna aina ya mahaba ambayo ni mahaba ijlal na ta'dhim, lakini si kwa njia ya kiibada, kama mtoto kumpenda baba yake, kama mwanafunzi kumpenda mwalimu wake na shekhe wake, na kuwapenda watu waheri. Haya ni mahaba ya ijlali ambayo asili yake sio, kiangalia kwa asili sio ibada, lakini pia ni katika wasila na njia ya kupelekea kwenye ibada. Lakini pia kuna mapenzi ya kikawaida, mapenzi ya kimaumbile. Kuna watu wapenda kula, wapenda kunywa, kuvaa vipando, makazi na mfano wa vitu kama hivyo. Haya yote ni katika aqsamu mubaha, isipokuwa kama mapenzi haya yataambatanishwa na njia ya kuelekea kwenye ibada, basi yanakuwa ni ibada. Mfano, mtoto akampenda baba yake kwa kumwadhimisha, kwa lengo la kumfanyia ihsani kama ilivyoamrishwa katika Qur'an, basi ataingia kwenye ibada, itakuwa ni ibada anachokifanya. Hivyo hivyo kwa wengine, vitu vingine, chakula na vinginevyo, vyote hivi vitu vya mubaha vinapokusudiwa kusaidia juu ya ibada vinakuwa ibada. Lakini kiini cha mapenzi ni watu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kile kinachofungamana na yeye. طيب, tuendelee na aya nyingine. Sheikh rahimahullahu ta'ala baada ya kuitaja aya hiyo akataja aya nyingine ambayo ni aya 24 ya surati at-Tauba. Amesema Allah wa qawluhu, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Waambie, kama wakiwa baba zenu na watoto wenu na ndugu zenu na wake zenu na jamaa zenu na mali mnazozichuma na biashara mnazoogopea kuharibika kwake na makazi mnayoyaridhia, ndivyo vinavyopendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko Allah na mtume wake na kuliko kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ngojeni mpaka Allah atakapoileta amri yake. Na Allah hawaongozi watu mafasik, hawaongozi watu waliotoka kwenye taa. Kwa hiyo anataka kutuambia nini? Anataka kutuambia kwamba mapenzi ya Muislamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala yako juu ya vitu vyote hivi vilivyotajwa. Kama hivi vilivyotajwa vitakwenda kinyume na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na dini yake, basi Muislamu anatakiwa awe tayari kuachana na hayo, aelekee kwenye yale anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Akifanya kinyume na hivyo, basi angojee amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni tahdid. Anatishwa hapo mtu asithubutu kufanya hivyo, kwa sababu ataharibikiwa. Kwa fatarabbasu yuradu bihi tahdid, kauli hii ngojeni na kusudiwa kutisha. Intadhiru iqab Allah, ingojeni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunafundishwa hapa kwamba sisi mapenzi yetu makubwa yawe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na chochote kinachokwenda kinyume na mapenzi
ya Allah na mtume wake, basi hicho sisi tukiweke nyuma, tutangulize mapenzi ya Allah. Allah ajaye katika nyoyo zetu, katika amali zetu na matendo yetu, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam pia. Hata siku moja Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aliwahi kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka la ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, hakika wewe mtume, wewe sallallahu alaihi wasallam, wewe unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu tu. Yaani kupenda kweli kweli isipokuwa nafsi yangu tu, basi ndio iliyobakia, lakini vitu vyote hivi duniani havina thamani kwangu mbele yako ya Rasulullah. Mimi nakupenda sana, imebaki nafsi yangu tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la walladhi nafsi biyadihi, hapana ya Umar, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, huwezi kuwa mu'min hata akuna ahabba ilaika min nafsik, huwezi kuwa mu'mini wa kweli mpaka mimi niwe napendeza zaidi kwako kuliko nafsi yako, mapenzi yako yawe makubwa zaidi kwangu mimi kuliko hata nafsi yako. Akasema Umar, al'ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi, basi kuanzia sasa wewe unapendeza zaidi kwangu mimi, nakupenda sana kuliko nafsi yangu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, hivi sasa umekuwa muumini wa kweli ya Umar. Ndio mapenzi yanotakiwa hayo kwako ya kunipenda mimi. فقد ازدادت محبة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحب قد يتغير. kwa mapenzi yanabadilika. Mtume صلى الله عليه وسلم alikubali hili. Hivi ndivyo tunavyotakiwa, na haya yana alama, kwa sababu si mambo ya madai kwamba wadai tu, la, ni vitu vimewekwa na alama zake na taratibu zake. Ukiweza kuzikiuka hizi alama na hivi vigingi vilivyowekwa, basi wewe ni mkweli katika mapenzi yako hayo. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Sheikh hapa, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, akhrajah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yu'min, nafyu lil-iman imekuja, na inawezekana kukanushwa imani hapa ni nafyu al-kamal al-wajib, na mara nyingine inakuwa ni nafyu al-wujud, kwa maana nafyu al-asl. Kiambiwa la yu'min, hata amini, la yu'minu ahadukum, inawezekana kwamba imani hiyo haipo kabisa, au inawezekana haipo kwa ukamilifu wake, na hili ndio lilikuwa limekusudiwa hapa. Kamalul iman alwajib wal manfi fi hadha alhadith huwa kamalul iman alwajib. Likanushwa hapa kwenye hadithi ni ule ukamilifu, ile imani ile ya lazima, ukamilifu wake haupo. Kwa hiyo la yu'minu ahadukum, hata kuwa mu'min mkamilifu wa imani, mmoja wenu hata kuwa mu'min mkamilifu wa imani, hatta akuna ahabba ilayhi, mpaka mimi niwe napendeza zaidi kwake yeye, min waladihi wa walidihi, kuliko mtoto wake, kuliko mzazi wake, wanasi ajma'in, na kuliko watu wote. Hili lazima lithibitike kwa mtu, ndio hapo sasa takuwa huyu anampenda kweli Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye ni makhluq, ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, atakiwa apendwe kwa kiasi hicho, vipi aliyemuumba Rabbul Alamin? Bila shaka mapenzi Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa zaidi, yanahitajika mapenzi makubwa zaidi, na sisi tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam
kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumpende, na yeye ni mjumbe wa Allah, ametumwa kwetu, ametufanyia fadhila kubwa za kutufikishia risala ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaibainisha kwa ukamilifu wa kubainisha, na alikuwa na hirsi kubwa juu yetu na huruma ya sisi tuongoke tuweze kuzipata radhi za Allah subhanahu. Naam, kisha akasema wala huma anhu, na ana Bukhari na Muslim katika sahihi zao kutoka kwake yeye Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, thalath man kunna fihi, mambo matatu yule ambaye yamempatikania kwake anayo mambo hayo. Thalath, mambo matatu, thalath khisal man kunna fihi, kwa maana wujidna fihi, mambo hayo yamepatikana kwake. Wajada bihinna halawata al-iman, kwa hayo atakuwa amepata ladha ya iman. Akiwa nayo hayo mambo matatu atakuwa amepata ladha ya iman. Au wajada bihinna, atakuwa amepata kwa sababu ya mambo hayo halawata al-iman, ladha ya imani na utamu wa imani. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, jambo la kwanza ni kuwa Allah na mtume wake wanapendeza zaidi kwake yeye kuliko wasiokuwa wao. Hili jambo likipatikana kwenye nafsi yako, unaelekea kwenye ladha na raha ya imani. Wa ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na mtu akawa anampenda mtu mwingine hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Mapenzi yake kwa huyo mtu mwingine ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa kumpenda mtu ni kumpenda mtu ikawa humpendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Wa an yakraha an yauda fil kufr, na mtu kuwa anachukia kurudi katika ukafiri. Ulikuwa katika hali fulani, si hali ya sawa, sio hali anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifikiria ulikokuwa na sasa uliko, hutamani kurudi kule ulikokuwa, katika mambo mabaya ya kufuru. Sasa mtu kuchukia kurudi katika ukafiri baada idh anqadhahu Allah minhu, baada ya kuwa Allah shamuokoa kutoka kwenye mambo hayo, katika huo ukafiri. Kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, kama vile anavyochukia kutupwa katika moto, kama anavyochukia kutupwa motoni. Kwa hiyo haya ni mambo matatu ya kuonyesha kwamba huyu mtu ameiva katika imani yake na ashapata ladha ya imani. Hakuna kitu anaweza kukitanguliza mbele ya Allah na mtume wake. Na anaowapenda, huyu anempenda anampenda lillah, na hayuko tayari yeye kurudi alikotoka katika mambo mabaya na ukafiri, na hilo analichukia kama vile anavyochukia lau kama ataambiwa tukuingize kwenye moto, tukuadhibu kwa moto. Hakuna anayekubali jambo hilo. Kwa hiyo ni alama ya halawa ya imani, utamu na ladha ya imani. Mtu hayuko tayari kukhitari jambo lolote mbele yake, mbele ya haya yaliyotajwa. Na katika alama kubwa ya kuonyesha kwamba huyu mtu ana mapenzi ya kweli na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa siku zote anatanguliza maamrisho au anatanguliza yale Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam juu ya utashi wake, juu ya mambo yake binafsi. Yuko tayari akose chochote lakini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuko tayari lolote limsibu lakini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuko hivyo, muumini yuko hivyo. Na hii ni alama kubwa kabisa. Na alama nyingine kubwa ya kuwa yeye anampenda Allah na mapenzi ya kweli ni pale anapokuwa amefikishiwa mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akayapokea kwa shauku kubwa, akayakubali, akatekeleza, akafuata. Kuna watu walidai
mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawateremshia aya ya mtihani, na nyinyi mnajua. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, waambie kama kweli nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Kwa hiyo ukweli wa mapenzi ya mtu kwa Allah, kwamba kweli ampenda Mola wake, kipimo chake kikubwa kabisa anaangaliwa katika mutaba'atur rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hapo watu wengi wanaanguka, wana tawili na maneno mengi, wajua. Sasa mfuate mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ukishaizoesha nafsi yako katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, moja kwa moja inakuja mapenzi ya kulipenda lile jambo na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, na uko tayari kupokea amri yoyote kutoka kwake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini ukishajifungia mlango na ukatafuta namna za kujipa udhuru, basi kila takalokuja kwa kweli ni gumu zito. Lakini ndio kipimo cha kweli kabisa cha kuonyesha kwamba wewe unampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unampenda yeye Allah, basi mfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeshindwa, humpendi Allah subhanahu. Wa fi riwaya, la yajidu ahadun halawata al-iman, hata ipata mmoja wenu ladha ya iman, hata ipata mmoja wenu ladha ya iman. La yajidu ahadun halawata al-iman, hata ipata yoyote halawa na ladha ya iman, hatta yuhibba fillahi wa yabghadha fillah, mpaka apende kwa ajili ya Allah na achukie kwa ajili ya Allah. Katika baadhi ya riwaya vitabu haikuja mpaka mwisho, mpaka hapo. Hata ina matatizo vitabu nani kitabu chake imemaliza hatta yuhibba fillah wa yabghadha fillah. Kuna vitabu vingine vimekuwa waeleza nusu nusu. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، na imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma amesema, man ahabba fillah, yoyote anayependa kwa ajili ya Allah, fillah, kwa sababu ya Allah, ikawa fi kwa maana ya sababia. Yoyote anayependa fillah, kwa sababu ya Allah, kwa ajili ya Allah, wa abghadha fillah, na akachukia kwa sababu ya Allah au kwa ajili ya Allah, wa wala fillahi, na akapendana na watu, akanusuriana na watu kwa ajili ya Allah. Kwa nini wamnusuru huyu? Kwa nini wamtetea huyu? Iwe ile kuteteana na kunusuriana ni kwa ajili ya Allah. Waada fillahi, na akakhasimiana, akafanya uadui kwa ajili ya Allah. Kwa nini umemchukia fulani? Kwa nini wewe na fulani hampendani? Ikiwa fillahi, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema fa innama tunalu wilayatullahi bidhalika, mapenzi ya Allah yanapatikana kwa hayo. Yudrikul insanu wilayatallahi wa yasilu ilayha, mtu atapata mapenzi ya Allah na atafikia kwenye hilo. Liannahu ja'ala mahabbatahu wa bughdahu wa wilayatahu wa muadatahu lillah, kwa sababu yeye amejalia, ameyafanya mapenzi yake na chuki zake na utetezi wake, kunusuriana, kuteteana, na uadui, kufanya uadui na watu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyu atakuwa amefanikiwa, kwa sababu kwa hilo ndio hupatikana mapenzi ya Allah. wala yajida 'abdun ta'ama al-iman wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu, na hatapata mtu yoyote, mja yoyote, ladha ya iman, hata kama zitakuwa nyingi swala zake, anaswali sana, hata kama zitakuwa nyingi saumu zake, hatapata ladha ya iman hata yakuna kadhalika, mpaka awe katika hali hiyo. Waqad sarat 'ammatu
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. anasema umekuwa mapenzi ya watu wengi au udugu wa watu wengi ni kwa ajili ya mambo ya dunia. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا, yamekuwa mapenzi na ule udugu, kufanya na udugu kwa watu wengi ni juu ya mambo ya dunia. Wadhālika la yujdi ala ahlihi shay'a, na hayo hayatawanufaisha watu wake jambo lolote, halitawasaidia chochote. Wadhālika la yujdi ala ahlihi shay'a, na hayo hayatawasaidia chochote. Mapenzi ya namna hiyo hayatawasaidia. Nasallallahu ala afya wasallam. Lakini hivi ndivyo walivyo watu wengi. رواه ابن جرير, anasema yupokea ibn Jarir وابن المبارك في الزهد عن ابن عباس موقوفا, واخرجه ابو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا, والطبراني في الكبير عن ابن عمر موقوفا, ومداره على ليث بن ابي سليم وهو ضعيف مختلط. ما حاله حديث؟ صححه الألباني وضعفه آخرون. تاول كلمة موقوفا, صحيح موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه. haya maneno si maneno madogo, ni maneno makubwa, kwa sababu ni balaa limeingia katika jamii yetu. Inahitaji tujihesabu na tujitazame kila mara. Lakini nitasoma nasi nyingine ya mwisho hapa kwenye mlango huu, nadhani itakuwa muda wa adhana na umefika, alafu tutaendelea baada al-adhan. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى, na Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amesema kuhusu kauli yake Allah Ta'ala aliposema wataqatta'at bihimul asbab, qala almawadda, zitakatika kwa wao sababu, viunganishi vile, akasema yatakatika mapenzi siku ya kiyama. Hiyo mapenzi yao yatakatika. wataqatta'at bihimul asbab itabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u, kumbuka wakati wale waliofuatwa watakapojitenga na kuwakataa wale waliowafuata wafuasi wao. Mimi bwana sikujui wewe, mimi silikuwa sija kutuma jambo hili. Wara'u al'adhab, na wataiona adhabu iko mbele yao, kama tulivyosoma leo katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba italetwa jahannam katika uwanja wa hisabu ikiwa ina kamba 70,000, ina kamba 70,000, na kila kamba moja inavutwa na malaika 70,000, wanaivuta jahannam, inaletwa. Hisabu ya haraka haraka inaonekana idadi ya malaika watakokuwa katika uwanja ule wakiivuta jahannam ni bilioni 4 na milioni 900 ili jahannam iletwe pale. Sasa wara'u al'adhab, wanataiona adhabu, kumbe adhabu yenyewe ndio ile. wataqatta'at bihimul asbab, sababu zote za kuwaunganisha zitakatika, yakiwemo yale mapenzi na ule urafiki ule unao. Ibn Abbas alipotafsiri aya hii wataqatta'at bihimul asbab qala almawadda, akasema ni yale mapenzi yaliyopo baina yao hayatakuwepo tena. nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Naam, adhin.